Nimesema nitazungumzia kuhusiana na yani mitindo tofauti tofauti, mikao tofauti tofauti ya kuvumbulana. Wewe ulikuwa unajua kwamba hata hicho kitanda unacholalia tangu umeolewa kiko sehemu moja ndani ya miaka 5. Muda mwingine badilisha. Kama ilikuwa kiko nyuma ya mlango, sasa hivi kipeleke karibu na dirisha. Jamani, nataka nikwambie kitu msikilizaji, kwamba mapenzi ni sanaa, na daima hakuna sanaa iliyo nzuri bila ubunifu. Hakuna sanaa ambayo ni nzuri bila ufundi. Kwa hiyo jamani, unapaswa kuwa mbunifu. Unapaswa kuwa na utundu kila jambo la kimapenzi, ili mwenzako ajione yuko katika msitu wenye vitu vya kustaajabisha, vitu vya kuvutia, vitu vya kutia hamasa katika maisha yake. Jamanini, kupendana haitoshi. Kulala pamoja haitoshi. Kujifunika shiti moja pia haitoshi. Yani go beyond. Wacha uambiwe ume overdo. Bora hata overdo. Nenda hatua moja. Yani usiwe kwenye comfort zone kwamba after all ni mke wangu, mimi nimemuoa, kwa hivyo hapana. Mahusiano, ndoa, hakuna mazoea. Jitoe, jichakachue. Nenda hatua moja zaidi ya nyingine. Yani mfanye huyo mpenzi wako, mfanye kama ni mume wako ama mke wako, akuone mpya kila siku. Yani kila ukija wewe una mambo mapya. Ni kama vile kitabu, anasoma kurasa mpya kila siku. Lakini sio kwamba amekuzoea. Yani akikuzoea atakuona wa kawaida, na akikuona wa kawaida ndio hapo kumeingia doa. Wacha angalie, yani kila anapoingia kwenye nyumba yake, wewe ni huyo mtu mmoja, lakini ni kama vile anatizama filamu. Ushaelewa Mara umempatia episodi hii mpya, akikat kidogo umempatia episode nyingine. Sio kwamba anajua kabisa hapa naangalia hii movie, lakini mwisho wa siku yule actor atakufa, ama mwisho wa siku hawa wawili watapendana. Hapana, mshangaze, mwache ashangilie. Unafeli sana kaka, unafeli sana dada, kama utaki kujiongeza, kama utaki kuwa na ubunifu, kama utaki kuwa mpya kila siku kwenye ndoa, kama utaki kuwa na mautundu kwenye ndoa. Kwa kweli unafeli big time. Alafu mwisho wa siku mke wako ama mume wako atakusaliti kwa njia moja ama nyingine ile, kisha mwisho wa siku iwe ni lawama. Jamani, lawama sio mzigo. Kwa hivyo jitoe. Wewe umemuoa huyo mke wako ama umeolewa ndani ya ndoa, wacha mume wako umshike mkono, usafiri naye kwenye safari ambayo ye mwenyewe hajawahi kwenda. Mpigishe vichochoro, amezoea kupanda bajaji, mpindishe vichochoro huyo mpaka kuulize huku kuna njia, mwambie tulia, mimi ndo dereva, wacha nikupeleke. Akitaka kupanda ndege mwambie tulia, anga huko juu sasa hivi kunanyesha, mawimbi ni mengi sana, ndege itatukusika, mbona kuna vichochoro vingi, na bora sote tufike, twende. Ushaelewa Yeye amezoea kupanda ndege kila siku, mwambie kuna bajaji, kuna tukutuku, kuna matatu, kumbe kuna madau. Sijui kama unaelewa.
mpitishe, mpeleke safari ambayo ye mwenyewe hajawahi kwenda, hajawahi kusafiri. Mtilie mautundu fulani, machachando fulani, mfanyie uchafu. Wewe unataka mapenzi ati ya hakuna mapenzi masafi. Mapenzi ni uchafu, na huo uchafu ndio mtamu. Wewe ushawahi kula nyama ya bata? Nakuuliza, umeshawahi kula nyama ya bata? Wewe unajua bata anakula nini? Kwenye sewage bata utampata. Chooni bata utampata. Kwenye mashimo ya kufurika bata utampata. Lakini angalia nyama yake. Fana alaik. Wewe unajua kwa sababu gani wapenzi wanasalitiana? Wewe unajua, ushawahi kuketi labda kabla hujaingia kwenye ndoa, ama umeingia kwenye ndoa, ulikuwa kwenye mahusiano ukisema haya ni mahusiano yangu ya kudumu. Ushawahi kukaa ukajiuliza, ndoa nimekaa na mke wangu ama mume wangu ndani ya miaka 3, 4, 5, 6, 7, lakini mwisho wa siku akanisaliti. Ushawahi kaa chini peke yako kabla ya kupeleka kesi ama baada ya kupeleka kesi, mshaachana, sasa hivi kila mtu ana maisha yake. Ushawahi kaa chini ukajiuliza maswali, hivi kwa nini watu wanasalitiana? Hivi kwa nini mpenzi wangu mimi amenisaliti? Why? Ushawahi kaa chini ukajiuliza swali kama hilo? Kisha to make matters even worse, mnasalitiana mkiwa bado mnapendana. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi kila aliyetoa talaka, kila aliyemwacha mpenzi wake bado anampenda. Na ndio maana unasikia kesi nyingi sana kwamba ex amemregelea ex wake, kwa sababu walikuwa wameachana wakati bado kila mtu anampenda mwenzake. Lakini je, ushawahi kaa chini ukajiuliza? Kama hujawahi kukaa chini na kujiuliza, basi tafadhali kaa chini, jiulize, jitathmini, tafakari, upate jibu. Lakini mimi nitakwambia, watu wanasalitiana wakiwa bado wanapendana kwa sababu tu wamekosa ubunifu kwenye mahusiano ama kwenye mapenzi. Mimi nitakwambia, mimi sihusiani na wewe, mimi si mpenzi wako kwamba tutaoneana haya. Hapana. Mimi si kiongozi wa dini kwamba kuna mambo mengine nitayaficha. Hapana. Hapa ni unyagoni. We are calling a spade and not a big spoon. Unataka ya bebe, hutaki niachie mwenyewe. Lakini ukweli ndio huu, watu wanasalitiana kwenye ndoa, kwenye mapenzi wakiwa bado wanapendana kwa sababu tu mtu amekosa ubunifu. Mwanamke, kwa nini unakataa kuwa mbunifu? Mwanamke, umeolewa, ndani ya ndoa unaishi kwa mazoea kwamba mume naye na natamba naye. Sawa, unaye, lakini mbona unaishi kwa mazoea? Kwa nini unakataa kujifunza mambo mapya kila siku? Jamani, wanaume hawarogwi kwa waganga. Wanaume wanarogwa kwa mambo. Sasa hayo mambo ni gani? Wewe unayajua? Ama unasema mimi mwanamume simuende kwa mganga? Mwanamume anarogwa kwa mambo. Hayo mambo wewe unayajua? Kama wewe kila siku hutaki kuwa mpya, kama wewe kila siku hutaki kujifundisha mambo mapya, kama wewe kila siku hutaki kuwa mbunifu, kama wewe kila siku hutaki kuwa mtundu, hivi utamroga mwanamume kwenda kwa mganga? Unapeleka kwa mganga kuku. Sasa hivi tuko Oktoba, tunaelekea Novemba, mwaka unaisha, nyumbani kwenu hamjakula kuku, lakini unampelekea mganga kuku. Kisa na maana unataka limbwata umshikie mume. Unataka dawa kila mume analolisema wewe akusikilize. Wewe mchawi nini? Mganga mwanamke ni wewe mwenyewe.
Mganga ni wewe mwenyewe, na hayo mavitu na hayo mambo unayo wewe mwenyewe. Kubali tu kujifunza, kwa sababu kujifunza ndio maisha endelevu. Unajua wengi katika mahusiano sasa hivi ama katika ndoa wanaona kwamba kila kitu kinafaa kujulikana automatically. Mtu anakataa kujifunza. Kujifunza ni muhimu kwa sababu ndio maisha endelevu. Hauwezi kuyajua tu mambo automatically, kwa sababu hakuna aliyezaliwa ambaye anajua. Lakini ukiwa na hamu ya kujua kitu na ukikitilia ufasaha, utakijua na utakitendea haki. Mimi nilipozaliwa sikuzaliwa na kuwa mtangazaji, kwamba nimetoka kwenye tumbo la mamangu tayari ni mtangazaji. Hapana. Kitu ukikipenda, ukikifanyia kazi, na wewe hicho kitu pia kitakupenda. Wewe hiyo kazi unayoifanya haukuzaliwa ikiwa unaijua. Ulijifundisha, ukaipenda na kazi ikakupenda. Kwa hivyo hata kwenye kuvumbulana, msikilizaji, hakuna aliyezaliwa kwa kujua. Unajifundisha, unakosea, unarekebisha, unajaribu. Manake ni muhimu kujaribu. Mimi nitaanza niseme kumbe kupiga mnyonyo mkia ni raha, mwanamume anasikia raha, lakini sitakawia hiyo sehemu moja kwamba basi hapa ndo anasikia raha ndo nitabakia hapa. Hapana. Nitatafuta mbinu nyingine. Mara nimemtia ulimi wa masikio, mara nimemnyonya mashegele, mara nimemnyonya korodani. Yaani unaelewa Unajaribu kwa sababu unatafuta kuwa mpya kila siku. Sio mume wako ameingia najua leo Mash Baby ananipiga mnyonyo kwenye mkia na nakojoa tunalala. Ama kabla sijakojoa na mimi namuingiza kwenye kipochi manyoya, anakojoa mimi nakojoa tunalala. Hapana. Lazima Mash Baby awe mpya. Wewe umezoea kwamba nitakupiga mnyonyo mkia, mimi nakutia ulimi wa masikio. Mara nimekunyonya kuanzia utosini mpaka kidole chako cha mwisho. Unashtuka, vipi tena? Kesho ukija niko mpya tofauti kabisa. Hebu niambie wewe, ndoa ama mahusiano kama hayo yatanoga ama yataboesha? Sasa ndio hivyo ukiwa kwenye ndoa ama mahusiano. Na asikwambie mtu wewe umetoka kwenu, na wewe mwanamume umetoka kwenu, umetafuta maradhi yako, ukasema mimi haya ndo nayaweza bwana, yakipanda nitayatafutia dawa ya meze tuendelee na maisha. Sasa kuna mambo ambayo lazima mfanyiane, mambo ambayo sio ya kawaida sana, kama sijui kukupikia, kukutunzia nyumba, kukulindia mali zako. Kuna faraja ambayo unaipata tofauti kutoka kwa ndugu zako, tofauti faraja unayopata kutoka kwa wazazi wako. Wewe umeolewa kwenda kufuata mkia